au bai'u salami. Bai'u salami au bai'u as-salafi. Bai'u salam, kwa mfano, unamwendea fundi seremala, fundi wa kutengeneza vitu kwa kutumia mbao, tengeneza viti, vitanda wa ila akhiri. Unamwambia nataka meza yenye ukubwa wa futi kadha au nchi kadha, mbao zake ziwe msonobari, mbao zake ziwe mninga, mbao zake ziwe kadha. Mnatengenezeana ile sura, kisha kukubaliana, unatoa pesa, unampa yote, halafu unachokinunua hakipo. Mbao atajua yeye atazipata wapi, misumari atajua yeye atapata wapi, na matiri yoyote anajua yeye atakapopata. Wewe unachotaka nini? Pesa. Pesa yote tayari umeshatoa. Ukitoa pesa, si unanunua? Taibu, unanunua, umetoa thamani. Ile bidhaa unayoinunua iko wapi? Haipo. Biashara hii ya kutolewa kimoja na kimoja hakipo inaitwa bai'u salami. Mkuta fundi cherehani, unataka suti, anakupima pale, mnakubaliana aina ya kitambaa, aina ya rangi, halafu unampa pesa zote anazozihitaji. Kwa hiyo umeshanunua suti, pesa umetoa, lakini suti yenyewe haipo. Biashara hii inaitwa bai'u salami au bai'u salafi. Sawa? Muamala wa aina hii ni wa kawaida katika maisha ya binadamu. Muamala wa aina hii ni wa kawaida katika maisha ya binadamu, lakini biashara, kanuni zake, unatakiwa iwe kitu unatoa na kitu unapokea, ndio biashara. Sasa kununua hamna, hiyo sio biashara. Lakini haya ndio maisha. Tunafanyaje? Uislamu hauko nyuma ya maisha ya wanadamu. Unawaelekeza Waislamu, mnapofanya biashara ya aina hiyo, basi kuna mambo mawili ya kuyazingatia. Kwanza, iwe kwa muda maalum. Njoo uchukue meza yako baada ya miezi mitatu. Njoo uchukue meza yako baada ya miezi mitatu. Sawa? Baada ya miezi mitatu unatakiwa tayari wewe fundi uhakikishe ile meza imepatikana. Baada ya siku mbili, kwa mujibu wa makubaliano yenu, ndio chukua suti yako baada ya au tarehe, mnawekeana muda maalum. Kwa hiyo jambo la kwanza linatakiwa iwe kwa muda maalum. Jambo la pili, inatakiwa paandikwe hayo mnayokubaliana. Hiyo aina ya meza mliyokubaliana akuchongee na tarehe mnayokubaliana kwenda kuchukua, halafu unampa zile pesa. Haya ni mambo mawili ya lazima. Halafu yanafuata mambo ambayo lazima yawepo katika kila biashara, pawe na mashahidi, pawe na kadha, yale ya kawaida. Ile suti kama mmekubaliana, basi lazima yaandikwe kitambaa cha aina gani mlichokubaliana, rangi gani, muda maalum na aina ya yale mliokubaliana. Halafu kinachofuata maandishi, kubaliane kitu fulani. Umeelewana? Kwenye biashara aina hiyo inaitwaje? Bai'u salami. Kana kwamba vile unamdai, kama vile deni fulani unamdai, umemkopesha hela, lakini huji kuchukua hela, unakuja kuchukua nini? Kitu fulani ulichokitaka. Muamala huu ni mmoja. Muamala wa pili, wanadamu kukopeshana, ndio maisha. Qard, kukopesha. Nikopeshe shilingi 2000 nitakulipa. Basi mkopo huu uwe ila ajalin musamma, muda maalum, nitalipa baada ya siku ya tarehe kadha. Lakini la pili, inatakiwa afanyeje?
wakaandike. Sawa? Haya ndio yanayosemwa na aya ndefu kuliko nyingine katika msahafu. Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, idha tadayantum bidainin, napodaiana deni la aina yoyote. Idha tadayantum bidainin, napodaiana deni la aina yoyote. Sawa sawa, deni hilo lilikuwa katika bai'u salami au la kumkopesha mtu mkopaji wa kawaida, deni la aina yoyote, basi deni hilo ila ajali musamma, liwe kwa muda maalumu uliotajwa. Ila ajalin musamma, iwe kwa muda maalum uliotajwa. Haina tabu, mimi nitakulipa tu. Sio utaratibu. Siku ya tarehe kadha nitakulipa pesa yako. Kwa hiyo muda maalum na umetajwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, idha tadayantum, mtakapodaiana. Tadayana, tafaala, inayojulisha musharaka. Mtakapodaiana, mmoja anamdai mwingine naye manake anakubali kule kudaiwa. Mtakapodaiana bidainin, deni la aina yoyote. Mtakapofanya biashara ya kutoa pesa, unasubiri kuja kuchukua kitu ambacho hakipo. Nafunyanga vyungu, baada udongo wenyewe wa kufunyangia vyungu hujachimba, basi uhakikishe utakuja lechungu cha aina fulani cha kupikia kilo 5, lakini pia aina hiyo, na siku fulani utakuja kuchukua. Unapiga matofali hayo yatakuwa nchi 6 aina, lakini pia nitakuja kuchukua tarehe fulani. Mtakapodaiana deni la aina yoyote, moja nini, ila ajali musamma, liende hilo deni liwe na muda maalum uliotajwa. Khalafu faktubuhu, liandikeni. Nini? Liandikeni. Kwa mchezo wa kuomba mtu bwana nikopesha 5,000 bwana, akwambia sawa bwana, ngoja tuandike. Ina maana uniamini? La, mimi nakuamini vizuri wewe, na ndio maana nakukopesha. Ila hii kuandika ndio maelekezo ya dini. Faktubuhu, liandikeni hilo deni. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, idha tadayantum, mtakapodaiana, bidainin, deni la aina yoyote, ila ajali musamma, liwe kwa muda maalum unaotajwa uliotajwa. Faktubuhu, amri ya Mungu anasema liandikeni. Andike nani sasa? Mimi ninadai, wewe unadaiwa. Wewe unadai, mimi ninadaiwa. Nani andike? Falyaktub bainakum katibun biladl, andike kati yenu nyinyi mnaodaiana, andike katibun, sio nyinyi wenyewe. Mtu mwingine anakuja anafanya ndio anayoandika. Falyaktub bainakum, andike kati yenu, katibun, mwandishi, tena andike biladl, kwa uadilifu. Liwe na muda maalum na liandikwe, na mwandishi asiwe anayedai wala asiwe anayedaiwa. Falyaktub bainakum, andike kati yenu, katibun. Ingekuwa falyaktub ahadukuma, mmoja wenu aandike, lakini aandike mtu mwingine, na liwe biladli, kwa uadilifu. Hapo hebu soma tena. Unasoma hapo, sijaelewa. Hiyo ndo maana yake. Ndio hiyo ndio maana yake. Hii kwenye deni hakuna neno liwekae sawa. Bwana, nadai meza ya mvule, nchi kadha ukubwa, nchi kadha urefu, nchi kadha upana, kadha urefu, kadha upana, kadha kimo, siku fulani takuja kuchukua. Andika, bwana fulani bini fulani ametoa pesa shilingi fulani kumpa bwana fulani,
kwa ajili ya kumtengenezea meza yenye ukubwa, inaandikwa mpaka tarehe inaandikwa, atakuja kuichukua hapa. Aka hivyo kila kitu bila adl, kwa uadilifu. Haya, mmoja anadai, mmoja anadaiwa, mmoja nani? Mwandishi. Wala yaba, asikatae, haruhusiwi kukataa nani? Katibun, mwandishi. An yaktuba, hasikatae mwandishi kuandika lile deni, kama allamahu Allahu, kama Allah alivyomfundisha. Allah ndio aliyokufundisha huko kuandika unapojua leo. Kabla ya hapo hukuwa unajua. Falyaktub bainakum katibun biladl kama allamahu Allahu, aandike kati yenu mwandishi, tena aandike kwa uadilifu. Sawa. Wala yaba, asikatae, katibun, mwandishi, an yaktuba, kuandika hilo deni, kama allamahu Allahu, kama Allah alivyomfundisha huko kuandika. Falyaktub, mwandishi aandike, walyumli lilladhi alayhi alhaqu, na afanye imla, aseme yale maneno ya kuandikwa, alladhi alayhi alhaqu, yule mwenye haki, yule mwenye hela aliyotoa, yule ndo aseme. Imla ni wewe unasema, mwingine anaandika, ndio imla. Imla sasa afanye nani? Kwa sababu mwandishi sio anayedai wala sio anayedaiwa. Yale maneno ya kuandikwa ayaseme nani? Yule aliyotoa pesa, alladhi alayhi alhaqu, yule mwenye haki, yule mwenye pesa aliyotoa, ndio aandike, ndio aseme yale ya kuandikwa. Mimi Atashi ibn Kiu nimetoa pesa shilingi 50,000 za Kitanzania kumpa bwana Ramad ibn Jifu kwa ajili ya haya maneno, aseme huyu aliyotoa pesa. Walyaktub, aandike, falyaktub, yule aandike, walyumlili alladhi, na afanye imla, aseme yale maneno yule ambaye alayhi alhaqu, mwenye haki, mwenye pesa zake. Mimi natoa pesa, wewe unasema maneno, pengine nimesikia vibaya, umesema shilingi 50, kumbe 50,000, mimi sikusikia vizuri, nakuja kumdai nani sasa? Lakini kama nimesema mwenyewe shilingi 50 wakati nadai 50,000, ulisemaje vile unadai shilingi 50? Nimeandikaje shilingi 50? Nilikusudia 50,000. Mimi sikuamrishwa kuyajaji yaliyo moyoni mwako, nimeamrishwa mimi kujaji yanayotoka kwenye kinywa chako. Falyaktub, aandike, walyumlili alladhi alayhi alhaqu, nafanye imla, aseme yale maneno ya kuandikwa, alladhi, yule ambaye alayhi alhaqu, mwenye haki. Walyattaqi llaha rabbahu, na amuogope Mwenyezi Mungu mola wake. Kwa hiyo wala yabkhas minhu shay'a, asipunguze katika lile deni kitu chochote. Na ndio maana kwenye maandishi tunataka hela ziandikwe maneno, halafu andikwe tarakimu. 250,000, hatutaki neno 2.5. Nusu ndo nini? Iandikwe 250,000, iandikwe hivyo kwa maandishi, alafu mbele yake zinawekwa namba 250 mkato 000 mkwaju. Waliyattaqi llaha wala yabkhas minhu shay'a, asipunguze katika lile deni kitu chochote. Katika yale anaambiwa andika yale, asipunguze chochote. Unaambiwa 250,000, wewe unasema 2.5. Sasa ndio hiyo 2.5 ndio 50,000. Tunakuja kugombea neno na nusu. Nusu ya nini? Nusu ya 200,000 maana itakuwa 300,000. 200,000 na nusu. Nusu ya 200,000 ngapi? 100,000. Kwa hiyo itakuwa laki ngapi hiyo?
laki tatu tutakuja